Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mlokwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Bila shaka pamekuwa kuna taarifa ambazo zimekuwa zikiripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi. Nazungumzia baadhi ya magazeti kama Wall Street Journal, lakini vile vile magazeti kama Jerusalem Post yametoa taarifa ikiashiria kwamba Rais Donald Trump ameweza kuwasiliana na sehemu ya wasaidizi wake kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kukubali kuachana na vita hii, na ili hali sehemu ya mlango bahari wa Hormuz bado uko chini ya nchi ya Iran. Na taarifa hii inawezekana tukaipa uzito mkubwa kulingana vile vile na sehemu ya message ambayo Rais Donald Trump ameituma katika mtandao wa kijamii, ikionekana moja kwa moja kwamba anaikusudia nchi ya Uingereza. Na hii ni baada ya takriban siku mbili waziri mkuu wa nchi ya Uingereza Keir Starmer alipojaribu tena kusisitiza msimamo kwamba hawawezi wenyewe kuingia katika vita kwa hivi sasa, na kwa sababu maana yake kinachoangaliwa zaidi ni maslahi ya nchi ya Uingereza kuliko maslahi ya mtu mwingine yoyote. Sasa message ya Rais Donald Trump imegusa vitu kama viwili vikubwa. Cha kwanza ilikuwa ni kwamba kuziambia nchi za Ulaya, especially nchi ya Uingereza, kwamba ikanunue mafuta kutoka katika nchi ya Marekani au zikanunue mafuta kutoka katika nchi ya Marekani. Lakini vile vile ikishindikana kufanya hivyo, basi wenyewe waweze kujiorganize kuenda kufungua mlango bahari wa Hormuz, kwa maana kwamba wajifunze kujitegemea wenyewe, wasitegemee siku Marekani kwamba atafanya kwa niaba yao. Message ya namna hii maana yake ni message ambayo inahusisha vitu viwili vikubwa. Jambo la kwanza ni kuhusisha nia ya Rais Donald Trump kujaribu kuleta ushawishi katika namna ya tofauti kwa nchi za Ulaya kufikiria kuongeza share yake ya ununuzi wa mafuta kutoka katika nchi ya Marekani, ukizingatia kwamba nchi za Ulaya huwa zinanunua mafuta ghafi yale kutoka katika nchi za Gulf kwa takriban kama 15%. Lakini vile vile kuna mafuta kama ya ndege ambayo huwa yananunuliwa kwa takriban 60%, lakini mafuta kama ya diesel huwa yananunua kwa takriban 20% ya mafuta yote yananunua katika sehemu ya Gulf. Na lugha ya namna hii ya kwamba ikiwezekana mje kununua kwetu inaashiria kwamba Rais Donald Trump anafahamu madhara ya Marekani kuto control mlango bahari wa Hormuz. Maana yake ni kwamba formula inayotumika katika mlango bahari wa Hormuz atakapokuwa yeye amekusudia kwamba kuachana nayo, maana yake ni kwamba itakuwa inatumika formula ya pesa ya yuan ambayo tunasema ni petro yuan system. Maana yake itaingia mfumo mpya wa kununua mafuta kwa kutumia yuan, kinyume na vile ilivyokuwa inatumika zaidi dola. Maana yake kwa dola haiwezi kuacha kabisa, kwa sababu bado ziko njia za kuweza kuuza mafuta kwa kinyume na hivyo. Kwa mfano katika nchi ya Saudi Arabia wana pipeline yao au wana bomba lao la mafuta linaloitwa Yamdi pipeline, ambalo actually linapatikana katika upande wa Red Sea, bahari nyekundu kule. Lakini kiujumla ni kwamba matumizi manake ya dola yatapungua kwa kiwango kikubwa. Sasa ili kuweza kumaintain gap hili ambalo linaweza likajitokeza, manake inaonekana ndio maana utangulizi wa message ya Rais Donald Trump imefocus kuziambia nchi za Ulaya kwamba ikibidi ziende kununua mafuta kutoka katika nchi ya Marekani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili katika lile ambalo tunaliona kupitia message hiyo ni lugha yake ya kwamba mkishinda kununua mafuta kutoka Marekani, maana yake mnatakiwa nyinyi wenyewe ndio mjiorganize muende mkafungue mlango bahari wa Hormuz. Hii ni kuonyesha wazi kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa ile deadline au hitimisho la kampeni ya nchi ya Marekani ambayo imekuwa malengo yake yakihama kila baada ya wakati. Tuzingatia malengo ya mwanzo ilikuwa ni kuangusha utawala ulioko katika nchi ya Iran, jambo ambalo halijafanikiwa. Lakini malengo ya pili ambayo mlikuwa kizungumza ilikuwa ni kufungua mlango bahari wa Hormuz, na hii imekuwa ikikaririwa
na makao makuu ya jeshi la nchi ya Marekani kwa maana Pentagon, nayo inaonekana kwamba inaweza ikafikia mwisho bila kufanikiwa. Lakini malengo ya tatu ambayo yanaonekana kwamba yamekuwa yakianza kurudiwa hivi sasa kwamba ni sehemu ya mafanikio ya kampeni ya nchi ya Marekani na nchi ya Israel ni kushambulia katika sehemu za viwanda vya silaha vya nchi ya Iran, lakini vile vile viwanda ambavyo vina support utengenezaji wa silaha kwa maana viwanda kama vya chuma, lakini vile vile kushambulia katika sehemu ya zile tunasema launchers, zile mashine za kurushia yale makombora ya ballistic missiles. Haya ndio yamekuwa kizungumzwa sasa hivi kama ni sehemu ya mafanikio, na hata ukimsikiliza speech ambayo sehemu ya mahojiano ambayo alikuwa anafanywa Waziri Mkuu Netanyahu katika siku ya jana, na yenyewe inaashiria hivyo kwamba moja katika mambo ambayo anazungumza kwamba wamefikia katika 50% ya malengo, maana yake ni swala la kupunguza uwezo wa silaha za nchi ya Iran, jambo ambalo bila shaka hatujaweza kulithibitisha moja kwa moja kwa data, kwa kuzingatia kwamba kilichoharibiwa ni sehemu ya hazina ya nchi ya Iran, lakini kwa sababu vile vile bado wanaendelea na uzalishaji wao wa ndani na wanaofanya wakati mwingine chini ya ardhi. Kwa hiyo kuweza kupima kwamba kile kilichoharibika kimeweza kurudishiwa ama kijaweza kurudishiwa, maana yake ni jambo ambalo kuliprove moja kwa moja kisayansi inawezekana kidogo likawa lina ugumu. Sasa tukichukua muundo wa jambo hili jinsi lilivyo, na ikithibitika rasmi kwamba nchi ya Marekani inakusudia ikiwezekana kuondoka katika au kuachana na mlango bahari wa Hormuz ili kuweza kumaliza ile sehemu ya vita, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza yakajitokeza, ambayo bila shaka yatakuwa ni maswali ambayo yatakuwa yanahitaji majibu. Jambo la kwanza, tunapozungumzia mlango bahari wa Hormuz tunazungumzia jambo kubwa sana, maana yake si jambo dogo. Ni mlango bahari ambao unapitisha 20% ya mafuta yote duniani, na sio tu mafuta, lakini mlango bahari ambao vile vile unapitisha kiwango kikubwa cha material ambazo zinatakiwa kwa ajili ya utengenezaji au ile kutengeneza mbolea, kwa maana kwamba sehemu ya nitrate, sehemu kama ya sulfur na mfano wake, vingi vinatoka kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana sasa hivi inaonekana hata mbolea imepanda thamani kwa takriban 50% mpaka 60%, kwa sababu tu ya mgogoro unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa swali la msingi litakuwa kwamba muundo wa dola kwa toka kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia na hasa kuanzia kwenye miaka ya 70 umekuwa umeegemeziwa zaidi katika biashara ya mafuta, na moja katika sehemu zake ambayo imekuwa ikinufaika ni mlango bahari wa Hormuz kuwa ni mlango bahari ambao haufungamanishwi na mtu yote, maana ni wa kimataifa, mtu yote anaweza akapita. Sasa kwa ikiwa itafikia katika hatua hiyo kama ambavyo imeanza kuzungumzwa kwamba Marekani wanataka waache kampani yake kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba hawatakuwa na udhibiti na hilo. Maana yake watu ambao watakuwa na udhibiti hasa itakuwa ni nchi ya Iran na ikibidi na nchi ya Oman, kwa sababu ndio nchi ambazo zinapakana katika mlango bahari wa Hormuz kwa kiasi kama cha of course ni kama nautical miles 22 hivi takriban. Kwa hiyo ni kama kilomita tuseme ni kama kilomita 39 upana wake, yani jinsi ilivyo, lakini ni eneo ambalo haliwezi kuwekewa mipaka ya kibahari, kwa sababu mipaka ya kibahari ina kanuni, maana yake inaanzia katika ile uwanda, ile mipaka ya ndani kutokea katika sehemu ya ardhi ambayo inakwenda kama nautical miles 12 ambayo ni sana kama kilomita 22, na kisha kuna sehemu nyingine ambayo inaongezeka, nchi inaruhusiwa kudai vitu kama ushuru na mfano wake, au kupambana na baadhi ya vitu ambavyo vya kijangile vya baharini, au monitor kuzitazama zile meli ambazo zinakuwa zinaelekea katika sehemu ya nchi ambapo vile vile inakuwa na yenyewe kama nautical miles 12, kwa maana kama kilomita 22. Kwa kuna kilomita kama 44 hivi ambazo zinakuwa kawaida ziko ndani ya udhibiti wa karibu wa nchi, ukiachilia mbali sehemu ambazo inaweza ikanufaika zaidi ambayo inakwenda katika nautical miles mpaka 200 ambapo ni kiasi cha mbali kidogo. Sasa katika mazingira namna hiyo, manake ule mlango bahari wa Hormuz ulipokaa ni lazima umilikiwe na nchi mbili, kwa sababu kila nchi ukisema unafuata mipaka yake inaingia katika nchi nyingine.
Kwa hiyo ina maana inakosekana mpaka wa pamoja wa kusema kwamba Irani pekee yake ndio wataudhibiti. Lakini vile vile hata zile meli zinazoingia katika sehemu ile, ukiangalia zinaingia hasa katika upande wa nchi ya Oman. Lakini ili ziweze kufika zinapotakiwa kufika, ni lazima pia ziingie katika sehemu ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ina maana baada ya mgogoro huu kuisha, ikiwa formula itakaa katika mtindo huo, maana yake tunashakia kuna namna moja au nyingine Oman inaweza pia na yenyewe kanufaika, aidha kwa wazi au kwa njia ya kujificha. Hili ni jambo ambalo vile vile tunajaribu kulishakia. Sasa kikubwa zaidi ambacho tunajaribu kuzungumza ni kwamba muundo wa Marekani kusema inaachana na fikra hii ya Hormuz kwamba iwe ni sehemu ya makubaliano yake, maana yake tunachojiuliza ni namna gani Marekani inaweza ikaja kuziba gap ambalo litajitokeza baada ya kuwa udhibiti wa ile Hormuz uko chini ya nchi ya Iran, lakini vile vile biashara zinafanyika kwa kutumia pesa isiyokuwa ya dola. Ile ni jambo ambalo tunajiuliza, ambayo inawezekana majibu yake yakawa ni message ya Rais Donald Trump kuziambia nchi za Ulaya zinunue mafuta kutoka katika nchi ya Marekani. Mafuta ambayo bila shaka yatakuwa ni ghali zaidi, maana yake yataongezea zaidi nchi za Ulaya gharama. Ukiachilia mbali baada ya kuachana na kununua mafuta ya nchi ya Urusi, maana yake mafuta kidogo yalikuwa na unafuni mafuta kutoka katika sehemu ya Arabuni pale katika Arabian Peninsula, lakini mafuta kutoka katika nchi ya Marekani maana yake ni mafuta ambayo kwa upande mmoja au mwingine yanakuwa na gharama zaidi, ukizingatia pia vile vile umbali kutoka Marekani kuelekea katika nchi za Ulaya. Lakini hilo pia lina akisi kwamba Marekani inakusudia kujitengenezea uwezo wake zaidi wa uzalishaji wa ndani wa mafuta kwa ajili ya maslahi yake yenyewe, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya biashara na nchi zingine. Hili ni jambo ambalo hivi tunaweza tukalipata kutokana na message ya mwanzo ya Rais Donald Trump, ile shati lake la mwanzo au ile ushauri wake wa mwanzo kwa nchi za Ulaya na hasa Uingereza, lakini vile vile na mwenendo wa jambo hili ikiwa kweli utafikia katika tamati. Lakini jambo lingine ambalo tunajiuliza ni kwamba ikiwa Marekani itaamua kufikia katika mwenendo huo, tunajiuliza vile vile kuhusiana na bezi za nchi ya Marekani, kwa sababu mgogoro mzima pamoja ulikuwa na formula nyingi ambazo zinabadilika kwamba utawala uondoke, nuclear, zile uwezo wa nuclear uondoshwe, na mfano wake, yani imekuwa ni series ya mambo mengi. Lakini huu mgogoro wote kwa hivi sasa maana kitovu chake inabaki ni mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu mlango bahari wa Hormuz ndio issue ya ulimwengu mzima. Unapozungumzia swala la utawala, inawezekana ikawa ni swala la Iran peke yake. Unapozungumzia swala la zile nuclear sites za Iran labda zipoteze uwezo wake, unazungumzia issue ya Iran peke yake. Lakini sasa hivi maana yake issue ya ulimwengu mzima, maana yake ni issue ya mlango bahari wa Hormuz, ambayo tunasema ni focal points, ni kitovu cha mgogoro kwa hivi sasa. Kwa hivyo kitovu hiki maana yake kinaendelea kusukuma ajenda kwamba ili Iran iweze kubaki salama na mipaka yake iweze kubaki salama, ikijumuisha vile vile na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, maana yake Marekani hatakiwi kuwa na base katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa ikiwa formula itakaa katika mtindo wa namna hiyo, je, Marekani base zake zitaendelea kubaki katika eneo la Mashariki ya Kati? Kwa sababu maana yake kukubali base za Marekani zitoke katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo hili bila shaka litakuwa ni jambo zito sana. Itakuwa ni jambo zito sana kwa kuzingatia kwamba nchi kama za Saudi Arabia mpaka hivi sasa Mohammed bin Salman, ripoti nyingi zinaonyesha amekuwa akimsitiza Rais Donald Trump aendelee kushambulia zaidi katika nchi ya Iran. Sasa yote hii ni kwa sababu nchi za Ghuba maanake kwa kiwango kikubwa zilikuwa zimewekeza katika ulinzi wa nchi ya Marekani. Sasa vipi itakapotokea kwamba Rais Donald Trump ameamua kwamba zile bezi za Marekani kuondoka, kitu ambacho tunaona kwamba formula yake bila shaka itakuwa ni ngumu. Formula yake itakuwa ni ngumu sana, yani kusema kwamba Marekani ilazimike kuondoka katika sehemu ya Mashariki ya Kati, kwamba sehemu ya mlango bahari wa Hormuz iondoke, lakini vile vile bezi zake katika eneo la Mashariki ya Kati ziweze kuondoka kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea kufanywa na nchi ya Iran. Na hili ni kwa sababu kwamba tukisema Marekani inaachana na kampeni ya mlango bahari wa Hormuz, maana yake lazima ipatikane formula ya kwamba Marekani inabakije katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa haina Hormuz.
na mazingira ya kiusalama ya zile nchi, zile dola ambazo ulinzi wake zimekuwa zimewekeza zaidi katika nchi ya Marekani, mazingira yake yanakuwa katika hali ya namna gani? Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo tunajaribu pia kulitazama kama ni muundo wa formula mpya inayoweza kujitokeza iwapo Marekani atakusudia kuondoa sehemu ya jeshi lake katika sehemu ya kuachana na fikra ya mlango bahari wa Hormuz, au kuondoa vile sehemu ya jeshi lake katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukiendelea kulitazama katika hili, ikiwa Marekani watakusudia kuondoa au kuachana na kampeni ya mlango bahari wa Hormuz, jambo lingine tunajaribu kulitazama ni ushawishi wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati na katika ya dunia kiujumla. Kwa sababu Marekani ni nchi ambayo ina bezi nyingi duniani, maana yake bezi inafika 750 mpaka 800. Lakini bezi hizi maana yake moja katika lengo kubwa ni zenyewe kucontrol zile supply routes, kucontrol zile njia za misafara ya biashara, na hili ni jambo kubwa sana kwa Marekani. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba kuna mfano Fifth Fleet Base, ile base iliyokuwa pale Bahrain, ndio iliyokuwa inasimamia sehemu yote ya Persian Gulf, ile ghuba ya Uajemi, inasimamia sehemu ya ile mlango bahari wa Hormuz kwamba kuhakikisha meli zinaingia na zinatoka salama, inasimamia sehemu ya ghuba ya Oman katika upande wa Arabian Sea, inasimamia sehemu ya Bab el Mandeb kule maeneo ya Yemen inayopakana na sehemu kama za Somaliland au Djibouti, inasimamia sehemu ya Suez Canal kule sehemu ya Misri. Manake ni kila unafahamu kuna checkpoint paka unakwenda kule katika sehemu kama za Malaysia. Manake katika mlango bahari wa Malaka kote kule kuna sehemu ya jeshi la Marekani. Manake limetapakaa katika ruti zote kuhakikisha kwamba inachunga maslahi yake, lakini vivyo inaendelea kuchunga maslahi ya washirika wake. Sasa hili la kuondoka katika mlango bahari wa Hormuz, manake kuacha mlango bahari wa Hormuz, jambo hili litakuwa ni zito sana, ambayo image yake hatujui kwa hakika itakuwa ni au muonekano wake utakuwa ni muonekano wa namna gani katika siasa ya dunia. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ikiwa Marekani itafikia katika hatua hiyo ya kuweza kuachana na mlango bahari wa Hormuz, maanake jambo hili litakuwa ni ushindi mkubwa sana kwa nchi ya Iran. Na Iran imeishi takriban miaka 47 chini ya vikwazo, au miaka 40 na zaidi chini ya vikwazo, kwa maana kwamba inatoka katika vikwazo hii na inaenda katika vikwazo hii, katika vikwazo hii na katika vikwazo hii. Vikwazo vingi au kikwazo kikubwa zaidi ni kuhusiana na biashara yake ya mafuta ambayo kimeweza kuondoka kupitia kupigana na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel, jambo ambalo hatutaraji kwamba Iran wanaweza wakakubali tena kulipoteza baada ya kuwa wamelipata kupitia kupigana. Lakini katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani itakuwa imeruhusu dunia iwe mateka wa nchi ya Iran, kwa sababu ukizingatia kwamba 20% ya mafuta yote duniani yanapita katika mlango bahari wa Hormuz, ambao sasa hivi formula ya kupita pale na utaratibu wake maana yake inakwenda kutengenezwa katika mji wa Tehran. Kwa ina maana kutengenezwa katika mji wa Tehran maana yake ni kwamba kila anayepita pale inabidi afuate utaratibu ambao utakokuwa umewekwa na nchi ya Iran. Kwa tafsiri hiyo maana yake mlango bahari wa Hormuz inakuwa sio passage ya kimataifa, sio tena njia ya kimataifa, ni njia ambayo inadhibitiwa na nchi ya Iran, ikiwezekana kama watakubaliana na nchi ya Oman, ndio utaratibu utakuwa uko hivyo. Sasa katika mazingira namna hiyo maana yake dunia nzima itakuwa imeshikwa mateka kwa 20%, maana yake matumizi ya dunia yatakuwa yameshikwa mateka na nchi ya Iran. Hili ni jambo ambalo vile tunajaribu kulitazama katika formula mpya au katika muundo mpya ambao hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa akiutarajia. Lakini jambo lingine ni kwamba inaonekana plani ya Marekani, kama tulikuwa na sisi sura nyuma, ni plani ya muda mfupi, haikuwa plani ya muda mrefu. Na ndio maana kile ambacho kimeendelea kusisitizwa na nchi ya Marekani au na baadhi ya wazungumzaji ndani ya serikali ya Rais Donald Trump ni kwamba plani ilikuwa ni ndani ya wiki 4 mpaka wiki 6. Ikiwa ndani ya wiki 4 mpaka wiki 6, maana yake hivi sasa tutakuwa tumeshaingia katika wiki ya 5. Kwa hivyo maana yake matumaini ni kwamba inawezekana baada ya wiki moja mbele
jambo likawa linaelekea katika uwanda mwingine, au kama itakuwa kinyume na hapo, maana yake tunategemea zaidi itatokea escalation kubwa kuliko hii, maana yake mgogoro utazidi kuchafuka zaidi kuliko hivi jinsi ulivyo. Kwa kifupi, bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika siku kadhaa zijazo tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, share pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.